Hello ndugu zangu wa Tanzania, habari zenu? Naamini kila mmoja yuko poa. Sasa leo niko hapa kuthibitisha kwamba wote waliojipaka uchafu ndio watu maarufu. Tutaelewana tu. Unajua ukifa unaacha mwili. Sasa nafsi inakuwepo na nafsi inaweza ikarudi kivyovyote. Mwambieni tip tip huko aliko, nafsi yake iko ndani ya mwili wa mtu. Sasa niliwahi kusema kwamba hekima za watu wa pembeni ndio hufanya mfalme aonekane ana hekima. Tumepata hotuba hotuba ya jana, lakini mimi nitaongea jambo moja. Wakati sisi tukiwa wadogo, wazee wa zamani, ulikuwa ukifanya kosa mbele ya wazee wa zamani, haijalishi ni baba yako au ni nani wa familia yako, yule mzee alikuwa na uwezo wa kukukamata, anakuchapa viboko na anakupeleka nyumbani kwenu salama na kuambia wazazi wako kwamba kijana wenu nimemkuta akifanya jambo fulani ambalo sio maadili kwa kijiji chetu. Kwa hiyo nimemchapa fimbo kadhaa na nimemrudisha nyumbani. Sisi tunaelewana vizuri? Ndivyo hekima ilikuwa ikiishi. Sasa tuweke kituo hapa, utanielewa. Alafu tuzungumzie hili. Unaposikia mtu ameasisi mapinduzi, kwamba anataka kupindua nchi, kuna vitu ambavyo sina uhakika sana, lakini ninachokijua ni kwamba lazima television ya taifa iwe chini ya ulinzi kwanza. Hapo sijazungumzia silaha. Baada ya kuwa na silaha, television ya taifa itakuwa chini ya ulinzi, uwanja wa ndege wa taifa utakuwa chini ya ulinzi, ikiwezekana mpaka benki kuu na gavana, waziri wa fedha, watu kama hawa hapo kabla ya ikulu kabisa. Alafu baada ya kuwa wamejikamatilia vitu vyote hivi, kikosi kingine kinakwenda kuizunguka ikulu. Hapa ndio ule wakati ambapo yule anayepindua atakaa kwenye television ya taifa kutangaza kwamba nchi iko chini ya udhibiti wake, hata kama hajadhibiti maeneo yote. Ni kwa nini anafanya hivyo? Anafanya hivyo kwa maana kwamba kushtua majeshi yote kwamba kumbe hivi, kabla hawajajiandaa, hawajajua jamaa amejipangaje, tayari ameshatangaza kwenye television ya taifa. Sasa kwa kusema kwamba vijana walikuwa wanaandamana walikuwa wana dalili za mapinduzi kwa kutumia fimbo sijui na mawe, ni kichekesho. Kwa hiyo ninarudi kwenye pointi yangu ile ile kwamba hekima za watu wa pembeni zitamfanya mfalme aonekane ana hekima. Kuna kauli nyingi sana za kujitetea pasi na kutweza utu wako. Niliwahi kuongea hapa kwenye mafundisho yangu ya live, nikasema kwamba hii mitandao ina uwezo wa kutafsiri mtindo na akili zako, mtindo wa maisha na akili zako. Kwa maana gani? Vitu utakavyokuwa ukivizungumza mtandaoni, kuna watu watakaa pembeni kwa kutazama, watagundua uwezo wako mzuri wa kufikiri au watagundua uwezo wako mdogo wa kufikiri. Uongozi unahitaji hekima. Nimeongelea namna ya mapinduzi na ilikuwa ni kuonesha tu kwamba hakuna Mtanzania alikuwa na uwezo wa kufanya mapinduzi wakati ule, lakini nitaendelea kusisitiza kwamba Watanzania walivyokuwa na vihitaji ni vitu kama vitatu tu. Havikuwa vingi vya kufikia tu kuitwa mapinduzi: utekaji kuisha, katiba mpya, pamoja na tume huru ya uchaguzi. Na tulishasema tume unayohitaji isiwe na nasaba na rais. Ndio vitu walikuwa wanahitaji watu. Unaona? Na niliwahi kusisitiza nikasema yoyote mwenye akili timamu haichukii CCM, ila anataka tume huru ya uchaguzi ili hata CCM atakayeshinda kihalali kwenye sanduku atangazwe. Hii tume itakuwaje? Tulishaizungumzia. Kwa nini? Yaani sielewi kwa nini watu ambao ni wasomi
wanajaribu kutengeneza mazingira, kwanza ni kama ya kutaka kutugombanisha na mataifa mengine, kwamba labda kuna fedha zimetoka taifa jingine zimekuja kuwahadaa hawa vijana wafanye mapinduzi. Yatakuwa ni mapinduzi ya kijinga kuwahi kutokea, ya kupangwa na watu walioshika fimbo tu na mawe. Yaani watakuwa ni wajinga wasiokuwa wa kawaida. Na ukichunguza vizuri, mawe yalianza kuruka wakati gani? Ni baada ya polisi kuanza kupiga mabomu pasi na sababu. Mimi nitaambia kuna kijiji kimoja kipo wilaya ya Biharamulo mkoa wa Kagera kinaitwa Nyakaura Minzani. Pale watu walipiga kura vizuri, hawakuwa hata na mawazo ya maandamano. Lakini watu wamekuja tu kuvamiwa, wanakunywa zao bia, wamekimbizwa mpaka wengine wameanguka kwenye mashimo, wamevunjika miguu. Unaona? Pasi na sababu kabisa. Watu pale wamepiga kura vizuri, kile kijiji hakijui masuala ya maandamano, hakijui nini. Lakini polisi waliona kwingine kote kumechangamka, kwetu tu ndio kusichangamke. Wakaona wafanye mavurugu. Unaona? Sasa niwaambieni tu kitu kimoja cha kuelewa. Hakuna haja ya kuwadaa watu. Hii tume inayotakiwa sasa ni ya vipi? Vyama vyote vitoe mtu, hata kama atakuwa na elimu ya sheria, angalau kila chama kitoe mtu huyu mmoja. Madhehebu yote yatoe mtu mmoja mmoja mwenye elimu inayohitajika. Jamani, ni simple. Hawa watu, hata tume hiyo tume katiba nzima ikiachwa kwanza, hizi tu sheria za uchaguzi, tume hawa ya uchaguzi, tume ya uchaguzi wateuliwe wote na waende wakaapishwe, kama nilivyosema kwenye dini, vyama vya siasa, waende wakaapishwe bungeni. Bunge likivunjwa, wale hawana bosi anayewabana. Hawana bosi anayewabana, wakati wa uchaguzi wanakuwa huru. Alafu zikapigwe kura. Bahati nzuri sana. Kwa mujibu wa maneno yaliyozungumzwa bungeni ni kwamba CCM inakubalika kwa 71%. Wananchi makelele yote ni ya nini? Tume tu hiyo katiba tutabadilishaga baadaye nzima. Tubadilishe tume ya uchaguzi, tufanye uchaguzi. Alafu watu wote waingie kwenye uchaguzi. Demokrasia itawale. CCM kwa sababu unakubalika kwa 71%, utashinda kwa kishindo. 71% ni nyingi sana kubalika hivyo. Kwa hiyo mtashinda tu kwa kishindo. Mnaogopa nini? Nini mnachoogopa? Alafu sasa baada ya kuwa mmeshinda sasa kwa kuwaridhisha Watanzania, sasa amweni sasa kwamba sasa tunaweza tukaanza sasa mchakato wa katiba nzima. Umeelewa bwana? Lakini vitu pekee ambavyo vina uwezo wa kuzuia uchaguzi ni kama vitu viwili kwa mujibu wa katiba, kwamba vita na magonjwa ya milipuko. Vina uwezo wa kusitisha wakati wa uchaguzi na uchaguzi ukasogezwa mbele mpaka kipindi hicho kibaya kipite. Ni hitaji muhimu la wananchi. Tuko pamoja? Sasa na hili lililokuja mpaka linafikia hatua ya kutoa roho za watu hata kama ni 10 wamekufa, ilitakiwa lionekane ni kipaumbele. Bwana sisi hatuna adui wa nje anayetoa hera ili tugombane. Ni haka tu sheria ka uchaguzi ndio. Hebu kafanyike ili turudi kwenye amani yetu inayojulikana duniani. Hao watu wa nje wataendelea kuongea kwa sababu wanajua nchi ilikuwa kitovu cha amani. Kwa nini imekuwa hivi? Lazima wataongea. Kwa hivyo tubadilishe hako, tuingie kwenye uchaguzi, mambo yaishe. Huyo mwingine atakayekuja baada ya kuwa kimefanyika hicho, huyo kweli ni mbaya. Ni hekima ndogo sana inahitajika. Hakuna taifa la nje. Wazungu wakija hapa wanahitaji dhahabu, mnawapa mikataba. Waje kuwagombanisha ya kazi gani? Mzungu anamgombanisha mtu ambaye anamnyima maslahi yake. Hivyo vingine wanavyoviongea kwa sasa ni kutetea haki za binadamu. Okay, Mungu awabariki sana wa Tanzania. Endeleeni kusubscribe channel hii. Sina mengi ya kuongea, lakini ninasikitika kuona dereva tuliye naye anakuwa na waraki ni wakati wa kuiongoza safari yetu. Mungu awabariki wa Tanzania. Subscribe, tuendelee kupeana elimu nyingi hapa.